Habari ndugu wapenzi watazamaji wa Kilimo ni Fursa TV. Nipo shambani tena kama kaida kwa ile mmea ambayo ina shida mbalimbali. Unaona mmea kama huu. Huu mmea umekumbana na changamoto ya root rot disease. Tofauti na mmea ule pale ule. Waonesha mmea. Umeona mmea ule? Labda tusogelee karibu hapa. Umeona huu? Huu umechukua. Lakini ule pale umezoofika. Lakini yote ipo kwa nini? Ni shamba moja, si ndio? Changamoto ya mmea hii. Huu mmea una changamoto ya root rot disease, yani ugonjwa wa mizizi. Ugonjwa ambao unasababisha mizizi kuto kukua, ambao unatokana na vimelea vya ugonjwa mbalimbali. Dalili na pamoja ambao unasababishwa na hii nanili mdudu mmoja namba moja. Kuna nematodes, kuna fungus na wanasababisha fanya nini? Kuharibu mimea namna hii. Kwa hiyo sasa hapa nitakupatia namna ya kutibu huu mmea ili uwe mzuri. Sawa. Njia namba moja ya kutumia mmea, njia ya asili, ukiwa hauna kipato, labda wewe mfukoni kidogo changamoto, unatumia majivu ya nyumbani, majivu yale ambayo ukishapikia mkaa labda kwenye kuni, unatumia chenga za mkaa ambazo utapata organic carbon. Sawa sawa. Lakini sasa leo hii tumekuja kutibu mmea ili tupate matokeo kwa haraka zaidi kwa kutumia madini ya McDonald. Sawa sawa. Madini yenyewe ndio kama hivi. Ndio onesha. Umeona? Haya ni madini ya McDonald. Aha, sawa. Sasa haya madini ya McDonald yatapelekea huu mmea kubadilika ndani ya siku 60. Yaani siku 60 mmea nitakuja kuonesha tena. Ndio unabadilika. Samadi umeweka, njoo onesha samadi. Samadi si hapa. Samadi. Samadi ipo. Samadi ipo hapo tosha. Si hapa. Lakini kwa nini hujakuwa? Kwa nini? Haujakuwa. Ni kutokana nini? Na magonjwa ya fangasi pamoja na magonjwa nini? Ya mzizi. Ambayo magonjwa ya root rot disease. Sasa haya madini ya McDonald ndaweka viganja viwili kuzunguka huu mti kama ifuatavyo. Sawa. Unaona hapa? Unaona hapo? Na pamoja hicho. Ganja cha pili hicho. Hapa nimeweza kutibu nini? Sawa. Sasa hii mvua ikija hapa itavonyesha, yale maji yatabeba haya madini yaliyopo juu yatashusha wapi? Chini. Sawa. Au kama unaona mvua hamna, utamwagilia inakuwa ni sawa. Sawa. Kwa hivyo pia ukitaka ujue kwamba kweli mti umezoofika, unaona kama matunda yanakuwa njano. Ndio. Yes, sogea karibu onesha. Ndio. Unaona matunda yanakuwa njano, yanakuwa mpata ugonjwa wa sunburn. Yaani tunaona nini, mwanga wa jua umekithiri. Kwa napelekea pale kupata sunburn. Kwa hivyo basi, kama mkulima ukiona changamoto kama hii shambani, usisite kututafuta wala kutupigia kwa namba zetu zile 0743 70 74 25. Haya, ndio nimesha mtu mwingine huo hapa. Sawa. Unaona mtu kama huyo? Ndio. Ndio ukimbie sana sasa hivi. Ndio. Huko. Ndio ukimbie, si ndio? Ndio. Kwa nini hujakimbia? Shamba lako lina magugu namna hii. Kwa hiyo ina maana inashindwa kupata hewa vizuri ile tu. Hewa, chakula kinanyang'anyana. Inabidi kulea namna hii, Sawa. Kabisa namna hii. Shangolea kama hivi. Lakini mti unataka ukue vizuri. Hapa umestaki kukua kwa sababu nani? Inaonekana maeneo haya pana vimelea vingi vya. Sawa mtaalamu, ndio maana nimewahitaji hapa mje mfanye hii kazi. Nimeona kuna mabadiliko ambayo siyaelewi hapa. Kwa hiyo nawashukuru sana. Sawa. Lakini kutokana na mara kwanza na saizi ni vipi? Yaani kidogo saizi kidogo mengine yananifurahisha. Kutokana toka kipindi kile umekuja. Fanya ndio maana naangalia mpaka hii hapa inavyokubali hapa. Maana ile pale usifanye kurudia ile. Sawa. Unaona? Kitu kama unarudia tu. Unaweza kuweka mambo sawa. Ndio. Mambo weka nini? Yakae sawa. Bwana mtaalamu, mimi nimekukubali. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare channel yetu pendwa ya Kilimo ni Fursa TV. Goodbye. Asante.